Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa hivi mradi huu umefika 25% na tunategemea kwamba utakamilika baada ya miezi 30 kutokea ilipoanza tarehe 7 Januari mwaka 2025, na hiyo itapelekea sasa kupata faida zifuatazo. Kubwa zaidi ni utunzaji wa mazingira. Kama unavyofahamu Mheshimiwa Waziri, tumekuwa tukihudumia mzigo mchafu sana ni coal katika bandari yetu ya Mtwara iliyopo mjini kule, na hiyo ilikuwa inaleta athari za kimazingira. Sasa serikali iliona ili kuwa na suluhisho la muda mrefu basi na kuwajali wananchi wetu ilibidi tujenge bandari hii. Hilo ni la kwanza, lakini vile vile jingine ni kwamba itaongeza uwezo wa bandari za Mtwara kutoka tani 2.5 mpaka sasa itakuwa tani 5 lakini vile vile itaisaidia bandari ya Mtwara kuwa shindani zaidi. Mheshimiwa Waziri, tunafanya biashara ya bandari kukiwa kuna ushindani. Kwa hiyo hatua zote tunazozichukua ni za kimkakati, kwanza tuweze kukuza uchumi wetu, lakini vile vile tuweze kushindana kwa sababu yapo masoko ambayo tunayahudumia kwa pamoja. Lakini vile vile itaongeza ajira kwa wananchi wetu kwa kiwango kikubwa, ajira rasmi na zile ambazo zisizo rasmi, lakini vile vile itatoa fursa nyingi za kibiashara ambazo hapo awali hazikuwepo. Mheshimiwa Waziri, uzuri pia eneo hili pia linatoa nafasi ya kulipanua zaidi kwa ajili ya matumizi ya baadaye, kwa sababu tumeanza tu na eneo dogo zaidi. Mheshimiwa Waziri, pia tunategemea kutengeneza barabara kubwa kutoka ilipo main road kule mpaka hapa itakuwa na urefu wa kilomita 17. Tulikuwa kila wakati tunahangaika katika kuhakikisha kwamba wananchi tulikuwa tunajaribu kuzungana na bandari. Bandari ilichukua initiative nyingi, lakini ikiwa ni pamoja na kumwaga maji katika eneo lile, lakini bado ilikuwa ni tatizo. Kwa hiyo ilipotambulishwa mradi huu, sisi kwetu imekuwa ni faraja kubwa sana, kwa sababu imeenda kuondoa hizo kero ambazo wananchi walikuwa wakipata katika bandari ile pale ya Mtwara. Lakini la pili, sisi kwetu tunashukuru sana kwa sababu mradi huu kwa namna moja ama nyingine utasogeza huduma karibu. Wananchi wetu wa Mgao na maeneo ya jirani wanaweza kupata nafasi kubwa kabisa, fursa nyingi za ajira itakuwepo, wajasiriamali mbalimbali, kwa sababu itakuwa inaleta mizigo hapa. Wananchi watapata fursa sasa wajasiriamali kuleta bidhaa zao mbalimbali, wakina mama lishe na nani kuweza kuhudumia ile jamii ambayo itakuwa inakuja kuleta mizigo hapa. Lakini la mwisho, tunashukuru sana, tumesikia hapa Mheshimiwa Waziri anatuambia kwa barabara hii wananchi wetu kuna shida ya barabara hii. Kwa hiyo barabara itatengenezwa tena, akasema tu barabara 2 kurudi na 2 kuja kwenye bandari hii. Kwa hiyo uwepo wa barabara hiyo pia itatoa changamoto kubwa ya wananchi kufika katika maeneo haya.